Hujambo popote ulipo Afrika na kote duniani. Tunakukaribisha kwa idhaa mpya kabisa na idhaa yako. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Haya ni matangazo maalum ambayo yanaangazia matukio muhimu barani na yanayotuhusu sisi raia na wakazi wa bara hili. Tumekuandalia taarifa mbalimbali ikiwemo sanaa, uongozi, afya, teknohama na michezo pamoja na mazingira. Lakini muhimu zaidi ni kwamba huu ni ukumbi wako ambapo sauti yako kama Mwafrika inasikika, inaheshimiwa na kupewa nafasi. Jina langu ni Anna Ngugi. Andamana nasi kwenye ukurasa wetu wa Facebook, YouTube, X na TikTok. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Karibu msikilizaji, tuandamani. Hebu nikupe kionjo cha yale tumekuandalia. Basi msikilizaji, kila Ijumaa tunakuwa na makala maalum ambalo ni jukwaa la waandishi, tukiangazia na kujadili matukio na masuala muhimu katika bara hili. Karibu kwenye jukwaa la wanahabari leo, na hii leo tunazungumzia nafasi ya mabunge barani Afrika. Je, wabunge ni watetezi wa wananchi kweli au wamekuwa vyombo vya kuhalalisha matakwa ya utawala? Je, bunge ni daraja la kujitajirisha au ni chombo cha wajibikaji? Na kwa nini katika nchi nyingi za Afrika hoja za wananchi huonekana kuzimwa na maslahi ya chama? Karibu sana, lakini kwanza tupate muktasari wa matukio mengine barani. Sheria mpya iliyorekebishwa na matumizi mabaya ya kompyuta na uhalifu wa mtandaoni ya mwaka 2025 inahatarisha kuyafanya maoni halali ya mtandaoni kwa uhalifu, na masharti yake mapana kupita kiasi yanapaswa kufutwa. Hiyo ni kwa mujibu wa shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch. Mahakama Kuu ilisitisha utekelezwaji wa kifungu cha 27 cha sheria ya mwaka 2018 ikisubiri mapitio ya kikatiba kufuatia kesi iliyowasilishwa na tume ya haki za binadamu ya Kenya na wadau wengine. Vifungu hivyo vilihalalisha adhabu kwa mawasiliano yanayodhuru mtu au yenye maudhui yasiyo ya adabu ama ya kudhalilisha. Wanaopatikana na hatia ya uonevu wa kimtandao wanaweza kufungwa hadi miaka 10 au kutoza faini ya shilingi milioni 20 za Kenya au vyote viwili. Hata hivyo, vifungu vingine tata vimeanza kutekelezwa tangu Oktoba. Human Rights Watch inasema kuwa sheria kama hizi zimetumika kote barani Afrika kukandamiza uhuru wa kujieleza mtandaoni. Vikosi vya kijeshi vya Rapid Support Forces RSF nchini Sudan vimekubali pendekezo lilotolewa na Marekani kwa kushirikiana na baadhi ya mataifa ya Kiarabu kuhusu kusitishwa kwa mapigano kwa sababu za kibinadamu, na vimeonyesha utayari wa kushiriki mazungumzo kuhusu kusitishwa kwa uhasama. Taarifa hiyo ilitolewa Alhamisi kupitia tamko rasmi la RSF. Kwa kipindi cha zaidi ya miaka 2.5 iliyopita, RSF na jeshi la Sudan wamekuwa wakikubaliana mara kwa mara kuhusu mapendekezo ya kusitisha vita, lakini hakuna hata moja lilofanikiwa kutekelezwa ipasavyo. Tangazo hili jipya linakuja chini ya wiki 2 tangu RSF ichukue udhibiti wa mji wa El Fasher ambao umeathirika vibaya na baa la njaa, hatua iliyofanya kundi hilo kudhibiti karibu eneo lote kubwa la Darfur magharibi mwa Sudan. Mapema wiki hii, baraza la usalama na ulinzi linaloongozwa na jeshi lilikutana kujadili pendekezo hilo, ingawa likutoa msimamo wa wazi, huku baadhi ya viongozi wenye ushawishi ndani ya jeshi wakionyesha kutopendezwa na mpango huo. Serikali ya Marekani kupitia utawala wa Rais Donald Trump imesema inaendelea kushirikiana na wadau mbalimbali kutafuta njia ya kumaliza mapigano nchini Sudan. Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ICC imedhibitisha mashtaka ya uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu dhidi ya kiongozi wa waasi wa Uganda Joseph Kony, ambaye bado yuko mafichoni. Kony, ambaye ni kiongozi wa kundi la waasi la Lord's Resistance Army LRA, anakabiliwa na mashtaka 39 yanayohusiana na uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu, yakiwemo mauaji, ubakaji, utumiaji wa watoto kama askari, utumwa wa ngono na mimba za kulazimishwa yaliyofanyika kati ya mwaka 2002 hadi 2005, kwa mujibu wa uamuzi wa mahakama hiyo uliotolewa Alhamisi. Waranti wa kukamatwa dhidi ya Kony ulitolewa mwaka 2005 na kumfanya kuwa mtuhumiwa aliyeendelea kutafutwa kwa muda mrefu zaidi katika historia ya mahakama hiyo ya kimataifa ya ICC. Majaji wa ICC walikataa ombi lilowasilishwa na mawakili walioteuliwa na mahakama kumwakilisha Kony, waliotaka kesi hiyo isonge mbele, na badala yake wakaruhusu mashtaka yote 39 yaliyowasilishwa na upande wa mashtaka kuthibitishwa rasmi. Rais wa Cameroon Paul Biya, ambaye pia ndiye kiongozi mwenye umri mkubwa duniani akiwa madarakani, ameapishwa kwa muhula mwingine wa 8 siku ya Alhamisi kufuatia uchaguzi wenye utata uliosababisha maandamano na vifo vya watu kadhaa. Katika hotuba yake ya kuapishwa, Biya mwenye umri wa miaka 92 aliahidi kurejesha utulivu nchini humo na kuwalaumu wanasiasa wasio na uwajibikaji pamoja na raia wa Kameruni waishio nchi za nje diaspora
kwa kuchochea vurugu na machafuko. Kwa mujibu wa taarifa za Umoja wa Mataifa, vikosi vya usalama viliwaua raia 48 wakati wa maandamano hayo yaliyopinga matokeo ya uchaguzi wa Bia. Hata hivyo, serikali haijatoa tamko lolote rasmi kuhusu idadi ya waliouawa au kujeruhiwa wakati wa ghasia hizo. Matokeo rasmi ya uchaguzi huo yaliyotangazwa wiki iliyopita yalionyesha Bia akishinda kwa 53% ya kura zote dhidi ya 35.19 alizozipata kiongozi wa upinzani Issa Shiroma Bakri. Ushindi huo unamwezesha Bia kuendelea kukaa madarakani hadi takribani atakapofikisha umri wa miaka 100. Naam, bila shaka karibu tena msikilizaji, na tuko hapa tumejaajaa na wanahabari wenzangu wenye uzoefu mkubwa kutoka ukanda huu wa Afrika Mashariki na Kati. Bila shaka sasa naanza kuwatambulisha kutoka Burundi pale Bujumbura tunaye Ramadhan Kibuga, kutoka nchi ya kidemokrasia ya Kongo tunaye Mbeleshi Msoshe akiwa pale Kinshasa, kutoka nchini Tanzania akiwa pale Arusha tunaye Veronica Natalis, na kutoka humu nchini Kenya ambapo pia nipo ni Shisia Wasilwa, nami pia ni Anna Ngugi muendesha kipindi cha leo. Lakini kabla ya kuanza kujadili hili, wenzangu hapo wamekuwa kifuatilia matukio yanayoendelea Tanzania. Kwa hivyo moja kwa moja tunaanza naye Veronica Natalis. Labda Veronica, tueleze hali iko vipi Tanzania kwa sasa? Je, wabunge wameapishwa? Asante sana Anne. Hali kwa sasa nchini Tanzania inaendelea kuimarika siku hadi siku. Haina tofauti sana na jana na juzi. Watu wanaendelea na shughuli zao kama kawaida, biashara zinaendelea, mizunguko ya maisha inaendelea. Sema tu hali ya kiusalama imeendelea kuimarishwa. Wanajeshi katika maeneo mbalimbali wanashuhudiwa, maeneo ya mijini, kwenye makazi ya watu, kwenye mitaa, wako wengi. Na hii nadhani ni kwa sababu kwamba Arusha ni miongoni mwa mikoa ambayo iliathirika sana na maandamano yaliyotokea siku ya tarehe 29 Oktoba. Na kama tunavyojua kwamba maeneo mengi yaliyoathirika ni katika majiji. Majiji na maeneo mengi ambayo yana mwitikio mkubwa wa kisiasa. Kwa mfano kama jiji la Arusha hapa, Dar es Salaam, Mbeya, Mwanza, mkoa wa Mara, mkoa wa Geita na maeneo mengine ambayo yalitajwa kuathirika pakubwa. Kwa hiyo ndio maana nadhani kwamba wanajeshi wako katika kila mahali kwa ajili ya kuendelea kuhakikisha usalama. Kinachoonekana tu pia ni kwamba watu wameendelea kuchukua tahadhari binafsi wao kama wao ya kujilinda, pamoja na kwamba serikali imeshatangaza kwamba shughuli zinaweza kuendelea, hali ya amani irudi na mambo mengine ambayo yanaweza kuendelea. Kufuatia tangazo la rais la kuitisha bunge ambalo limetolewa kwenye gazeti la serikali, kikao cha kwanza cha mkutano wa kwanza wa bunge la 13 kitafanyika siku ya tarehe 11 Novemba mwaka huu 2025. Kwa hiyo kikao wabunge wataapishwa lini? Itakuwa ni tarehe 11 Novemba kwenye bunge la 13, bunge la kwanza kabisa, na hilo bunge litakuwa na majukumu mbalimbali. Miongoni ni kula kiapo cha uaminifu kwa hao wabunge wateule, lakini shughuli nyingine ambayo itafanyika katika hilo bunge ni uchaguzi wa spika. Na kuna mambo mengine ambayo pia yatafanyika kama kumchagua naibu spika na mambo mengine mengi ambayo yanatarajiwa kufanyika katika bunge hilo la kwanza kwa mujibu wa taratibu na sheria za nchi ya Tanzania. Nikiwa bado kwako, na wewe ni mwanahabari kule Tanzania, tangu kumalizika kwa uchaguzi mkuu uliopita, je, Tanzania imeshuhudia kiwango gani cha maridhiano kati ya serikali na upinzani, na hasa katika muktadha wa nafasi ya vyama vya siasa na uhuru wa kujieleza? Je, Veronica, kuna mwelekeo gani unaoonekana sasa? Binafsi sijaona mwelekeo wote wa maridhiano kati ya serikali na vyama vya upinzani, ama tuseme tu na wananchi ambao wametoka katika madhira makubwa kutokana na vurugu za uchaguzi ambazo zimejitokeza. Tunashuhudia shuhuda za watu mbalimbali ambao tunaishi nao, tunashuhudia shuhuda za watu mbalimbali ambao wakitoa katika mitandao ya kijamii wakieleza masikitiko yao, vile ambavyo wamepoteza ndugu zao, vile ambavyo wanazika ndugu zao, vile ambavyo wamejeruhiwa, vile ambavyo hawaoni miili ya wapendwa wao. Watu wanatoa ushahidi wa vile ambavyo askari wa jeshi la polisi pamoja na watu wengine wasiojulikana kwamba walikuwa wametokea wapi. Wengi wanasema kwamba walikuwa ni askari kutoka Uganda, ama wengine walikuwa na Wazanzibari. Ndivyo ambavyo watu wanashuhudia. Lakini hatujaona taarifa kutoka serikalini, ama tuseme tu neno la faraja, ama tu kutambua kilichotokea kinachoonyesha kwamba ni maridhiano baina ya serikali labda pengine na wananchi ama vyama vya upinzani. Binafsi sijaona kama kipo, lakini mimi sijakiona. Zaidi tu nimemwona mkuu wa mkoa mmoja kule kusini anaitwa Antoni Mtaka, Njombe nadhani, alikuwa ameshiriki katika mazishi ya mmoja kati ya watu ambao walipigwa risasi katika vurugu za maandamano ya Oktoba 29, akitaka kuwasikiliza wananchi, akilia na wananchi, akiomboleza na wananchi. Huyo ndio kiongozi wa kwanza ambaye nimemuona akishiriki katika haya. Lakini mpaka sasa serikali ya Tanzania kwanza inakataa
kwamba waliofariki sio wa Tanzania, ni wanaoitwa wahuni waliokuja kutoka nje ya nchi kuleta vurugu, na bado inakataa kwamba askari wa jeshi la polisi sio walioua raia. Sasa watu wanakuwa wana maumivu makubwa kwa sababu yani angalau hata ile neno la faraja tu kutoka kwa serikali, hata kutambua tu kinachoendelea, hata kutangaza tu msiba kitaifa, sijasikia neno hilo. Lakini chama cha upinzani Chadema kilitangaza maombolezo siku 7 mpaka sasa anaendelea, kikaamrisha kwamba bendera zote za chama nchi nzima zipepee nusu mlingoti kwa ajili ya kuwaenzi waliokufa. Na sasa hivi shughuli za mazishi zinaendelea katika maeneo mbalimbali, watu wanatoa shuhuda zao, watu wanasema kilichotokea, na wengine wengi wanashuhudia kwamba wapendwa wao waliouawa wameuawa wakiwa ndani ama wakiwa nyumbani ama wakiwa wanatembea kuelekea nyumbani, sio watu ambao walikuwa wanaandamana. Kwa hiyo maridhiano mimi sijayaona, na wala sijaona juhudi zozote ambazo zinafanywa na serikali katika kuleta maridhiano. Nirudi kwa Shisia Wasilwa ukiwa nchini Kenya kuhusu mswada wa fedha na ushawishi wa serikali nchini Kenya baada ya sakata la mswada wa fedha kupitishwa mwaka jana na kisha kusimamishwa na rais. Licha ya upinzani mkubwa kutoka kwa wananchi hadi Gen Z kuingia bungeni kwa nguvu, unadhani bunge nchini Kenya limepoteza uaminifu wake? Na kwa mtazamo wako, je, wabunge wamekuwa wakitimiza matakwa ya wananchi au maagizo kutoka Ikulu? Asante sana Ann kwa swali hilo lako. Kwa maoni yangu, mimi nadhani kwamba wabunge hawako pale kwa maslahi mapana ya mwananchi, bali wako pale kwa ajili ya kutetea maslahi au maagizo kutoka Ikulu. Unapozingatia kwamba mara nyingi kwenye ile mikutano ya PG au wabunge wanapokutana na rais au kiongozi wa upinzani, mara nyingi unagundua kwamba rais anawapatia mwelekeo fulani kuhusu mswada fulani, alafu mwisho wa siku wale wabunge wanapiga kura bila ya kuzingatia maslahi mapana ya mwananchi au athari pana za ule mswada ukisha kuwa sheria. Kwa hiyo kwa maoni yangu, wale wabunge ukwenda pale si kwa maslahi ya mwananchi. Mbeleshi Msoshi ukiwa pale Kinshasa, nchi ya kidemokrasia ya Kongo, je, uwajibikaji wa serikali kuu? Nipe mfano mmoja wa hivi karibuni ambapo bunge la DRC lilifanya uchunguzi mkali au kurekebisha kwa nguvu bajeti ya serikali. Ni lini bunge lilionyesha kuwa sio stampu yani mambo tu pale, kwa kimombo wanasema rubber stamp, kutoka kwa ikulu ya kule kwenu au kutoka kwa wakuu? Bonjour Anne, asante sana kwa swali lako. Kwanza anikumbuka ya kwamba DRC ni Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, yani ni nchi ambayo ina demokrasia, lakini hiyo tunaweza kusema ni kwa maandishi tu, lakini ukiangalia mwelekeo au jinsi nchi imekwenda, ni nchi ambayo kweli tunaweza kusema haina demokrasia. Naweza kuambia kwanza, serikali imeundwa na wale ambao na chama tawala, yani chote ambacho watafanya ni mwelekeo ambao watapewa kwa wanasema autorite morale, yani ule ambaye ni kiongozi wa chama, na kiongozi wa chama ni rais peke yake. Baada ya uchaguzi yeye ametangaziwa kama yeye ndiye rais, na yeye ndio anapata uwingi bungeni, na bunge ni chama chenye kwa madarakani ndio kimetawala. Hiyo ndio hapa hali ya DRC tukizungumzia nini swali la bunge, na kusema ya kwamba wanabunge kupinga bajeti au kuikosoa au kuitupilia mbali mswada fulani wa bajeti ni vigumu DRC. Kitu ambacho naweza kumbuka ni kwamba bwana Vital Kamerhe mwaka 2009 aliwahi kuondolewa madarakani, ijapokuwa alikuwa spika wa bunge wa chama tawala, kwa sababu aliambia serikali ya kwamba umeingiza jeshi la Rwanda kuja kutafuta FDLR bila kujulisha bunge. Ili hiyo aliwahi kuondolewa madarakani kama spika wa bunge. Kusema ya kwamba DRC walikosoa kama bajeti wakaitupilia mbali wanabunge wa chama tawala, hiyo kabisa haijawahi fikia DRC. Naam, nirudi kwako Veronica Natalis. Mamlaka ya bunge na uidhinishaji wa sheria, kwa kuzingatia mamlaka yake kama muhimili wa dola, je, unaona bunge la sasa limekuwa chombo cha kutumika na utawala katika kuidhinisha sheria? Tafadhali pengine eleza ni mifano gani ya sheria au maamuzi ambayo yanaashiria kwamba
kuna uhuru wa bunge au mwelekeo wa kuidhinisha sheria zinazopendekezwa na serikali bila mjadala mkubwa? Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mabunge kama bunge lililopita na bunge hili ambalo linakuja, ambalo lina sura ya wabunge wa chama kimoja, chama tawala, kwa 98% kama zile ambazo Rais Samia ametangazwa kushinda nazo, kwa mtazamo wangu halitakuwa na uwezo wa kusimama katika majukumu yake kwa mujibu wa sheria. Kazi kubwa ya bunge ni kuwatetea wananchi, lakini pia kutunga sheria za nchi, lakini pia kuisimamia na kuikosoa serikali. Sasa kwa sasa ninaachelea kusema kwamba ni vigumu kwa bunge hili ambalo linakuja kusimama kwa ajili ya wananchi, kusimama kwa ajili ya kutunga sheria ambazo zinawatetea wananchi, ama tuseme kwamba zinakuwa ni sheria ambazo ni rafiki kwa mazingira ya Watanzania. Kwa sababu pia kuna sheria nyingi ambazo bado zinalalamikiwa, ambazo zinawakandamiza sana raia. Kwa mfano, kuna sheria inaitwa Cyber Crime Act ya mwaka 2015. Hii sheria inatajwa kutumika kupiga marufuku hoja za kisiasa, watu kuchambua kupitia vyombo vya habari, kuongea kwa uhuru na kupitia mitandao ya kijamii, ama watu binafsi ambao wanatoa maoni yao. Kwa hiyo imetumika sana katika kukamata watu, katika kukandamiza uhuru wa kuzungumza na katika ule uhuru wa kutumia vyombo vya habari. Lakini pia hata vijana ambao wamejiajiri kupitia mitandao ya kijamii, pengine wana maudhui yao ambao wanachapisha katika mitandao ya kijamii ambayo hata sio mabaya. Ni kijana tu ameamua kuwa mbunifu, kupata maudhui ambayo yanamuingizia kipato. Kuna baadhi ya sheria zinambana kufanya hivyo, mpaka asajili, mpaka alipe kodi, mpaka sio afanye nini. Kwa hiyo ni sheria ambazo zinakuwa hazipo kwa ajili ya wananchi, zipo kwa ajili ya kukusanya pesa za walipa kodi za Watanzania kwa ajili ya kuzitumia katika manufaa mengine ambayo pia hayapo kwa ajili ya kuwasaidia Watanzania. Lakini kuna sheria ya huduma za habari ya mwaka 2016. Hii nayo imeelezwa kuwa na matatizo mengi sana. Imekuwa inalalamikiwa pakubwa sana, na Wizara ya Habari inalalamikiwa kwamba inakandamiza uhuru wa kujieleza, inawakandamiza waandishi wa habari. Vifungu vinachukuliwa kwamba vinakiuka haki ya kupata habari na haki ya kukusanya pamoja na kusambaza taarifa. Tumeshuhudia pia hata katika jambo hili ambalo limepita sasa hivi la uchaguzi na vurugu ambazo zimejitokeza, vyombo vya habari hasa vya ndani vimelalamikiwa pakubwa sana kwamba viliwaacha wananchi kama yatima, havikuwa vikitoa taarifa yote yanayoendelea. Vyombo vingi vya habari vilikuwa vinapiga mziki wakati watu wanapigwa mabomu, watu wanakufa. Vilianza tu kutangaza, yani havikutoa taarifa yote. Wananchi wanalalamika, wanaona kama waliachwa yatima. Si vyombo vya usalama, si vyombo vya habari, si serikali ili waacha yatima. Walikuwa gizani, hawakuweza kupata taarifa yote. Lakini pia hawezi kuwalaumu sana, kwa sababu mazingira ni magumu. Mwandishi wa habari hawezi kuandika habari hata kama anashuhudia mtu amepigwa risasi hapo amekufa. Hawezi kusema kwamba watu 5 wamekufa, mpaka sheria zinasema mpaka uthibitishe kwa mamlaka husika, sio mganga mkuu, kamanda wa polisi aseme. Sasa kwa muda huo unampata wapi mganga mkuu? Unampata wapi kamanda wa polisi? Ikiwa mpaka sasa serikali inakanusha kwamba hakuna mtu aliyekufa, mwandishi wa habari katika mazingira hayo anathibitisha vipi? Akitangaza habari hiyo ambayo haina sauti ya mganga mkuu, ama tuseme sauti kutoka serikalini, unaonekana umetangaza habari ambayo haija balance. Unaweza ukakamatwa, ukanyang'anywa leseni ya uandishi wa habari, chombo chako kikanyang'anywa leseni ya kutangaza, kurusha maudhui, lakini pia unaweza ukashtakiwa. Hii sheria imeweka kifungu cha mwandishi wa habari mwenyewe kushtakiwa kwa hayo. Sasa mtu akiangalia anaogopa, hana mwanasheria, hana pesa, hana chochote na familia inamtegemea. Unakuta watu wanaogopa, ni sheria zinawabana, mazingira yamewekwa ya kuwabana. Lakini pia hata katiba nchi yenyewe inalalamikiwa sana. Inalalamikiwa sana kwamba imetoa mamlaka makubwa sana kwa rais, anateua kuanzia wakuu wa majeshi, yani kila kitu. Sasa unakuta watu wengi ni wateule wa rais, hawawezi kusimama na kutetea maslahi ya Watanzania. Kwa kuna mambo mengi hapo ya kisheria. Hizo ni chache tu ambazo nimejaribu kutolea mfano, lakini kuna sheria nyingi tu. Lakini kuna kile kipengele katika katiba ambacho kinazuia matokeo ya rais kuhojiwa mahakamani. Yani kama rais akishatangazwa na tume kwamba huyu ndio mshindi, kuna chochote kitakachoweza kufanyika cha kisheria hapa Tanzania kuyahoji matokeo ya rais, hata kama yameonekana kwamba yana kasoro kubwa sana. Kwa hiyo ni mambo machache ambayo Tanzania wanaona kwamba ni kasoro katika masuala ya kisheria. Ramadhan Kibuga, karibu sana ukiwa pale Bujumbura. Kama mwanahabari, unazungumziaje hali ya uhuru wa bunge la Burundi katika utekelezwaji wa majukumu yake bila shinikizo kutoka kwa serikali kuu? Asante sana Anguji. Kwa sasa niseme kwamba bunge la Burundi limekuwa na sura mpya kabisa. Kumbuka kumefanyika uchaguzi hapa mapema mwaka huu mwezi wa Juni, na kwa mara ya kwanza katika historia ya Burundi
tangu imeingia kwenye mfumo wa vyama vingi mwaka 1992, tuna bunge la chama kimoja pekee, chama tawala CNDD-FDD. Kwa sababu bunge lina wabunge takriban 111 na wajumbe 108 ni kutoka chama tawala CNDD-FDD, chama kimoja. Ni uchaguzi wa mwaka huu ambao ulikuwa na shida kubwa. Wale wapinzani wakubwa, hasa hususan Agathon Rwasa ambaye ni kiongozi mkubwa wa upinzani, hakuweza kushiriki kwenye uchaguzi, yeye pamoja na wafuasi wake. Kwa hivyo tumepata bunge ambalo linatokana na chama kimoja. Hata chama cha UPRONA ambacho kina ufuasi mkubwa wa raia kutoka kabila la Watutsi, maraia hawakuweza kupata mbunge hata mmoja. Na kwa vile sheria ya Burundi yaagiza kuwe na wabunge watatu wa kuteuliwa kutoka jamii ya walio wachache kabisa, jamii ya mbilikimo, hapa wanasema ni abatwa. Ni kwamba sasa tuna wabunge 108 kutoka chama tawala CNDD-FDD pamoja na wabunge hao watatu pekee kutoka jamii ya mbilikimo ambao wao wameteuliwa na kufanya bunge liwe wabunge 111. Kwa hiyo ni bunge ambalo lilikuwa halijawahi kutokea katika historia ya Burundi tangu imeingia kwenye vyama vingi. Uchaguzi wa 93, baada ya uchaguzi hapa penye vita imemalizika 2005, 2010, 2011 na 2020, ilikuwa kila mara wanakuwa wabunge wa chama tawala, lakini angalau 20% ya wabunge wa upinzani. Lakini kwa mara hii ni kwamba hakuna wabunge wa upinzani hata mmoja. Kwa hiyo unaweza kusema kwamba tumepata sura ya bunge ambayo ilikuwa kwa kweli haijawahi kuonekana hapa Burundi, na utaona kwamba wote wanatokea chama kimoja cha CNDD-FDD. Na Mbelechi umemsikia pale Ramadhan, labda uhuru wa wabunge na utumizi wa sheria. Je, wabunge wa DRC wako na uhuru kiasi gani kupiga kura dhidi ya miswada muhimu ya serikali au kutumia hoja za kutoridhika, kwa Kiingereza tunasema motions of censure, dhidi ya mawaziri walioshindwa? Tunaona utofauti gani wa kimsimamo kati ya upinzani na wabunge wa muungano nchini mwenu? Kama nilivyosema hapo awali, uhuru wa bunge au na utumizi wa sheria, wabunge wa DRC hawako huru kabisa kupiga kura dhidi miswada muhimu ya serikali au kutumia hoja za kutoridhika. Kwa sababu kama nilivyosema hapo awali, bunge kwanza hapa DRC ni bunge ambalo ni bunge la chama tawala. Yaani wanafuata mwelekezo wa speaker wa bunge au rais au kiongozi wa chama kilichokuwa madarakani. Hiyo hawezi enda kinyume, kwa sababu kwanza bungeni upinzani hawako wengi, na wanabunge wanamemba wa chama tawala wanafuata mwelekezo au order au maslahi ya yule ambaye amefanya wawe wanabunge, au yule ambaye ni raisi au speaker wa bunge, au wanafuatilia kile ambacho kiongozi wa chama tawala amesema. Akisema kama mimi nataka mfanye hiyo, wewe mwanamemba hiyo wa chama tawala hawezi pinga. Na ukisema upingi unajikuta uko wewe peke yake. Na hiyo ndio tatizo hapa. Upinzani hapa DRC hawako wengi bungeni. Yaani wanaweza kupinga mswada, lakini hawako wengi, kwa sababu sauti ambayo imesikilika zaidi ni sauti ya wale ambao wanabunge ambao wako wengi. Ndio tatizo hapa DRC. Sisha Wasilwa na kolea hapa kwenye kuhusu rushwa na maamuzi ya kisiasa. Kumekuwa na madai kwamba maamuzi makubwa kama hoja za kungatua viongozi au kupitisha miswada huendeshwa kwa fedha chini kwa chini, na kupatia mfano ulio hai wa hivi juzi wakati ambapo kura ya kutokuwa na imani na aliyekuwa naibu wa rais Gachagua ilivyofanya. Kama mwandishi unalichukuliaje hili? Linaharibu vipi taswira na uhalali wa bunge? Kwa kweli swala la rushwa na swala la hela zinazotolewa chini kwa chini kwa bunge kwa ajili ya kupitisha miswada au hoja fulani pale bungeni, nalichukulia kwa mtizamo hasi kwamba wale wabunge walichaguliwa kwa ajili ya kuwakilisha mwananchi, lakini wanapokwenda pale, wanapopatiwa hela na rais au na mtu mwingine yeyote kwa ajili ya kupinga mswada ambao ungewanufaisha wananchi,
kidogo inakuwa ni hatia na ni ukosefu wa maadili kwa wabunge wale. Kwa hiyo nadhani inachora taswira mbaya na inatoa dosari na kasoro kwa lile bunge. Bunge linakosa uadilifu, bunge linakosa usafi, kwa maoni yangu. Veronica Vitalis, tukole hapo kwenye swala la athari za wabunge. Asilimia kubwa, tuseme zaidi ya 90, limetoka kutoka chama kimoja. Wabunge karibia 90% na zaidi kuwa kutoka chama kimoja. Kuna athari na mazuri gani katika utendaji wa bunge na maisha ya Watanzania kwa ujumla? Kwa mfano, athari, je, inakandamiza uwezo wa bunge kuisimamia serikali, yani oversight, au wakilishi wa sauti tofauti? Na kwa mazuri, je, inarahisisha utekelezaji wa ilani ya uchaguzi na kupitisha haraka maendeleo ya nchi? Wadau huwa wanashirikishwa. Kwa mfano, kulikuwa kuna mchakato wa kuundwa kwa katiba mpya. Kuna katiba ambayo imependekezwa, katiba pendekezwa inaitwa, ambayo bado haijapitishwa. Iliundwa tume kabisa, likaundwa bunge la katiba. Watu walipita mtaani kuchukua maoni ya watu, zilitengenezwa majukwaa mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii, watu kutoa maoni yao. Lakini tunachelewa kusema kwamba maoni yamesaidia kweli. Sidhani kama yamesaidia, kwa sababu watu wengi walipendekeza kuwepo, tunayalalamikia sasa hivi kwenye sheria. Walipendekeza vitu vingi vifanyike, lakini mpaka sasa ile katiba haijawahi kupitishwa, iko tu kwenye draft, wanaita katiba pendekezo. Katiba Rioba kwa jina maarufu. Kwa hiyo wanashirikishwa sawa, lakini sasa kushirikishwa na kuzingatiwa kwa maoni ambayo wanayatoa ni vitu viwili tofauti. Mimi hicho ndicho ambacho naweza kukitazama katika eneo hilo la ushirikishwaji wa wananchi katika utungaji wa sheria mbalimbali. Asante sana Ani. Ramadhan Kibuga, hapa tunazungumza kuhusu mijadala huru. Kwa kiwango gani masuala nyeti yanayoguza maisha ya kila siku ya Warundi, kama vile hali ngumu ya uchumi, uhaba wa bidhaa au haki za binadamu, hujadiliwa kwa uwazi na kwa uhuru bungeni? Kwa kweli hili ni bunge jipya na tayari watu wengi wana shaka kubwa sana, wana wasiwasi kuhusu wajibikaji wake, kwa sababu ukiona bunge la chama kimoja unaweza shaka, hasa ukiona historia ya nchi ambapo kidogo kumekuwa na shida kubwa sana. Alafu leo bunge linakuwa ni chama kimoja. Watu wengi wamekuwa wanahoji pamoja na kuteta kweli kwamba bunge hili linaweza likatekeleza majukumu yake vilivyo, kusimamia serikali au pengine hata kuikosoa serikali pale ambapo inahitajika. Ni wiki jana tu niseme kwamba ndio wamemaliza kikao cha mwanzo. Kama unavyojua, hapa kunakuwa na vikao 4 vya bunge ambavyo hivi wabunge wameingia kwenye mapumziko. Imekuwa ni kikao cha kwanza ambacho kimefanyika cha bunge takriban miezi 3 hii baada ya kuchaguliwa. Wamekuwa na vikao mbalimbali, na kile ambacho kinafanyika mpaka sasa ni kweli ni kuwaleta mawaziri, kuwauliza katika sekta mbalimbali. Lakini kikao hiki cha mwanzo cha miezi 2 mpaka 3, kwa kweli watu wanahamu kuona kwamba hawa kweli wataweza kuwajibika na kuwajibisha mfano serikali. Mbunge ambaye ameteuliwa na chama tawala anaweza akaikosoa serikali. Alafu vile vile ni mfumo wa Burundi ambao mbunge hachaguliwi moja kwa moja, kinachaguliwa chama ndio kinaweka orodha ya wabunge wake. Kwa hiyo hata mwananchi kwenda kumchagua, haumchagui mbunge moja kwa moja kwamba huyu ni mbunge fulani na mfahamu. Unachagua chama, alafu chama ndio kinakuwa kimepanga listi yake au kinakuwa kimepanga orodha yake. Hao ndio wanakuwa wanapita katika eneo hilo. Kwa hiyo yote haya unaona kwamba ni mambo ambayo unauza ukasema kwamba yana mapungufu yake katika hali ya kutetea ni maslahi ya raia. Ni mapema, ndio muundo mpya ambao tumeupata wa chama kimoja katika bunge. Wamemaliza niseme vikao vya mwanzo, lakini wengi wanaweza wakahoji, na swala hili limekuwa linaibuka. Wanauliza viongozi wa chama tawala, viongozi wa serikali, kama hili bunge linaweza kabisa kukidhi mahitaji ya raia. Bila shaka msikilizaji, ikiwa unajiunga nasi, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Huu ni ukumbi mpya kabisa kujadili na kubadilishana masuala na taarifa muhimu kuhusu bara hili. Jiunge nasi kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika na kuwa huru kuchangia kwenye makala haya. Jina langu mimi ni Anne Ngugi, na tuko kwenye jukwaa la wanahabari tukiuliza wabunge wa Afrika ambao ni wawakilishi wa umma au wamekuwa vikaragosi vya utawala. Tunahoji, je, wabunge na watetezi wa wananchi kweli au wamekuwa vyombo vya kuhalalisha matakwa ya utawala? Je, bunge ni daraja la kujitajirisha au ni chombo cha uwajibikaji? Na kwa nini katika nchi nyingi za Afrika hoja za wananchi huonekana kuzimwa?
Bila shaka huo ndio ambao umekuwa ni mjadala wetu, na tumekuwa na wanahabari wetu kutoka Burundi, DRC Congo kule. Tumekuwa pia na mwanahabari Tanzania na pia nchini Kenya. Bila shaka na kukumbusha pia unaweza kutoa maoni yako kuhusu matangazo yetu, na muda ukituruhusu pia tutasoma maoni yenu papa hapa. Kauli yangu ni hii, msikilizaji, wakati tunafunga kipindi, kutoka Dar es Salaam hadi Kinshasa, kutoka Bujumbura hadi Nairobi, kutoka Kampala kuingia hadi pale Khartoum. Hadithi ni moja: bunge linapaswa kuwa sauti ya watu, lakini mara nyingi limegeuka kuwa kivuli cha utawala. Wakati wananchi wanazidi kupoteza imani, ni wazi Afrika inahitaji wabunge wenye ujasiri, watakaosimamia ama watakaosimama kwa ukweli, si kwa chama, kwa wananchi, si kwa maslahi yao binafsi. Kwa sasa mizani ya uongozi inabaki mikononi mwa wananchi. Je, tutazidi kulalamika au tutadai wajibikaji? Hilo ndilo swali kuu la bara Afrika tunapozungumza kuhusu nguvu ya bunge katika nchi zetu za Afrika. Tusichoke kuuliza maswali na tusichoke kutaka kujua zaidi. Hawa wabunge ambao tumewapeleka bungeni wanatuwakilisha vinavyotakikana? Hebu sasa tuangalie neno la siku. Leo tunaangazia neno mbilikimo, ambalo humaanisha mtu mfupi sana, kibeti au mtu wa kabila la wambilikimo. Hapa kuna maana na matumizi yake. Maana ya mbilikimo: mbilikimo inarejelea mtu ambaye ni mfupi sana kwa kimo, yani kibeti au doafu. Pia hutumika kurejelea mtu kutoka kabila la wambilikimo, kama vile wale wanaoishi katika misitu kule Afrika ya Kati, na pia kule ndani ya DRC misituni, ambao wanafahamika sana kwa kimo kifupi, pygmies. Matumizi katika sentensi: neno mbilikimo linaweza kutumika katika sentensi kuelezea kimo cha mtu au kumtambulisha. Kwa hivyo nitakupatia mifano kadhaa hapa ili msikilizaji uweze kuwa na uelewa wa kina kuhusiana na neno hili. Kwa hivyo mbilikimo kama kibeti, mtu mfupi sana. Mfano, yule mchezaji mpira alikuwa mbilikimo, lakini alikuwa na kasi na ujuzi mkubwa. Mfano, katika kitabu cha hadithi kulikuwa na mbilikimo aliyepoteza njia msituni. Mfano, wanafunzi walicheka walipoona picha ya mbilikimo wakipanda mnara mrefu. Mfano, watafiti wa mimea walikaa na wambilikimo kutoka kule nchini Kongo ili kujifunza kuhusu mimea ya ndani ya misitu. Mfano, alisoma kuhusu utamaduni na maisha ya wambilikimo au pygmies wanavyofahamika kwa kimombo. Shukran sana. Ikiwa unajiunga nasi, karibu. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Tufuate kwenye mitandao ya Facebook, YouTube, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika na tuendelee kuweka maoni yenu kwenye kurasa hizo kuhusu taarifa hizi. Na pengine uko wapi msikilizaji? Tuendeleze gumzo la leo. Kabla ya kuaga, na kwa niaba ya kikosi cha idhaa ya Kiswahili ya Afrika, tunatoa shukrani zetu kwa kujiunga nasi na kuchangia kwenye sauti ya Mwafrika. Kumbuka kwamba tupo kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Na hivi karibuni tutakuwa tunawafahamisha redio washirika mbalimbali kutoka nchi tunazoziakilisha za Afrika Mashariki na ya Kati, na tutasonga mbele unyo kwa unyo, aste aste. Ni hayo tu kwa leo. Jina langu ni Anne Ngugi na kutakia jioni njema. Kwaheri. Asante sana Anne Ngugi kwa uelekezi katika matangazo haya ambayo yameguzia sana Afrika, na ndio maana kila wakati idhaa hii inasema kwamba dira ya Afrika, maana hapo ndipo unapokea mengi tu ambayo yanajiri kwa udadavuzi wa kina kutokea maeneo tofauti barani Afrika. Hii ni idhaa ya Kiswahili Radio Fortune